Furaha yetu ni kwamba inatupa picha kwamba rais au wagombea wanaotokana na Chama cha Mapinduzi wamepata nafasi kuzungukia katika maeneo mbalimbali kunadi sera pamoja na ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa msimu unaokuja. Kubwa zaidi ni kwamba jimbo hili wakati linafanyika ufungaji wa kampeni tumeshuhudia maendeleo makubwa yaliyopatikana katika kipindi cha serikali hii ya awamu ya 8. Moja ni kwamba hakuna barabara ambayo ndani ya jimbo la Micheweni ambayo haijajengwa. Hospitali ya wilaya imejengwa ndani ya kipindi cha serikali ya awamu ya 8, ujenzi wa bandari na shule mbalimbali za ghorofa na miradi mingine inaendelea. Kwa hiyo maana yake ni nini? Leo tunakuja kumsikia jemedari wa maendeleo akinadi na akifunga kampeni kwa mwaka wao kwa msimu huu ambao tunaelekea uchaguzi. Kwa hiyo itatupa picha kwamba wananchi baada ya kumsikia Mheshimiwa Rais na wagombea wa Chama cha Mapinduzi, maana yake ni kwamba kila mmoja tutakwenda tarehe 29 katika kuhakikisha kwamba tunakwenda kuchagua maendeleo. Na maendeleo tunakwenda kuchagua viongozi wanaotokana na Chama cha Mapinduzi na si vinginevyo. Kwa sababu kweli tunashuhudia uongozi ambao unaacha alama. Kwa hiyo sisi leo tuna furaha kubwa, tunaweza tukaeleza mengi, lakini kubwa zaidi tutoe wito kwamba wananchi wenzetu kama ambao wanatusikia, ambao wanatufuatilia, walioko mbali wafuatilie harakati zinavyoendelea za hamasa na morali wa wananchi wa Pemba, hususan wa Kaskazini Pemba, katika kushuhudia shughuli ambazo zimefanyika ama za kampeni, kufungaji wa kampeni ndani ya mkoa wetu. Lakini wale ambao walikuwa wana maamuzi mengine watapata picha kuiona CCM ambavyo inavyokubalika na inavyozidi kukabilika na mwisho wa siku itakavyokwenda kushinda uchaguzi kwa mafanikio makubwa. Kwa hiyo mimi nitoe wito kwa wananchi wote wa kisiwa cha Pemba, hususan wa wilaya Micheweni, ndani ya jimbo la Micheweni, kwa mazuri yaliyofanyika tusiwe na mjadala, na badala yake tarehe 29 itakapofika tuende tukaichague maendeleo, kwa maana kwamba tumchague rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania atimize miaka 5, lakini tumchague rais wa Zanzibar atimize miaka 5 mingine, lakini waheshimiwa wabunge, wawakilishi na madiwani. Na furaha sana na nafurahi, na pia na waambia wananchi wenzangu baada ya kufungwa kampeni, basi ikifika tarehe 29 tukapige kura kwa amani na utulivu. Baada ya kupiga kura yako kuna kuchagua kiongozi, turudi katika majumba yetu tukiwa na amani na utulivu kabisa. Lakini pia ni waase wananchi wale ambao yale maelekezo ambayo tunayopewa na serikali au na chama tuyafuate ili tuweze kuwa salama zaidi katika maeneo yetu, kwa sababu kuna maisha baada ya uchaguzi. Kwa hiyo lakini pia niendelee kutoa shukrani za dhati kwa viongozi wetu kama mwanawilaya ya Micheweni leo hii Dr. Mwinyi kuja katika eneo hili la Shamemata kuzifunga kampeni za chama chetu cha Mapinduzi. Na furaha nyingi sana, pamoja na wenzangu wote tuna furaha, maanake rais kuja kutufungia kampeni zetu hapa, na vile vile tunampongeza kwa yale aliyotufanyia mambo makubwa zaidi. Barabara kama unavyoona, uwanja wa ndege huko unajengwa, hospitali ya ghorofa, mashule ya ghorofa. Kwa kweli tunafurahi sana. Kwanza tuangalieni alivyotufanyia mambo yetu mazuri. Ukija kwenye afya, ukija kwenye maskuli, ukija kwenye viwanja, ukija kwenye maendeleo ya nchi. Tunamshukuru Mheshimiwa Rais kwa kutupa fursa hii ya kuja kufungia kampeni katika uwanja wetu wa Micheweni, na washauri na wataarifu wana CCM au wananchi wote kwa ujumla, itakapofika tarehe 29 tuende tukatie tiki ya ndio kwa mheshimiwa au kwa chama chetu cha Mapinduzi, kuanzia rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, rais wa Zanzibar, madiwani, wabunge na wawakilishi wote wa CCM. Tuwape kura za ndio, na pindipo tutakapomaliza kura zetu tukakae majumbani kwetu kwa utulivu na usalama, tusisikilize vishawishi wala tusichokozeke. CCM tuipe ushindi wa daima tena mitano tena kwa watu wote.